أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى ali Saidina Muhammad. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rahma kiumbe na kumtakia rehma mrezi wa umma, bwana wetu kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, ndugu zangu, leo ninapenda niwakumbushe jambo moja, hasa ndugu zangu wanaume wenzangu mliokuwa ndani ya ndoa. Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba bin Adam kwa kazi moja ya kuja kufanya ibada, kumsujudia. Ibada ziko za aina nyingi, lakini iliyopewa kiasi kikubwa ukitoka kwenye kufanya ibada kufanya kuswali swala 5 salawati, inayofuata ni ndoa, nikah. Wamesema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba aliyekuwa amejaaliwa neema ya kuipata ndoa amejaaliwa kuipata nusu ya dini, alafu nusu nyingine itagawanywa kwenye kuijimaka, kufunga Ramadhani, swala 5 na jambo lingine, kutoa dhakara. Ndugu zangu Waislamu, hakuna maisha mazuri kama kuishi ukiwa na mwenza, na maanisha mke. Mwenyezi Mungu atujalie tupate wake wema, ambao Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kufufuliwa nao kesho akhera, tupate wake wenye kutusababisha tuipate pepo yake tukufu. Ndugu zangu Waislamu, kuna vitu ambavyo vinajenga ndoa. Kwa mfano, umelima shamba, utahitaji kulipalilia, kulisafisha kwanza, utahitaji kuweka mbolea, utahitaji itakuwa utapalilia, kisha utapata mazao na mazao yatakusaidia. Sasa mke ni sawa na shamba. Shamba ukilihasi, basi hakika halitokuletea mazao mazuri wala mazao mema, lakini shamba ukilihudumia, ukilijali, ukilipenda, ukilihurumia, basi wallahi wabillahi haliwezi kukutupa mkono. Lakini pia ukiwa unamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila jambo, kwa ikhlas, uwe na mapenzi ya dhati. Naam, maana yangu ni hii, ndugu zangu, wake zetu hufanya kazi kubwa sana 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 sana, ambazo wao huriski muda mwingine sometime hata maisha yao. Mke asubuhi anaacha ndugu zake anawapenda, anamwacha mama yake aliyemweka tumboni miezi 9, anamwacha baba yake aliyepambana naye kwa hali na mali, yawe anavaa, anakula, anakoga, anakwenda masomoni, anafanya hivi, mpaka kufikia hali ya wewe ukaja kumchukua katika mikono ya wazazi wake na kumleta katika maisha yako, na akaacha kutengeneza
maisha au maendeleo ya familia yao katika ngazi ya uchumi na namna nyingine, lakini akasahau hayo yote, akaacha yako yote, akili yake, uwezo wake, nguvu yake, mawazo yake yote akayaweka kwako wewe na familia yako. Ina maana ameacha ndugu zake na amekuja kuambatana na wewe ubavu mmoja leo mpaka kesho ya akhera. Ndio maana tunasema mke si ndugu, lakini ni zaidi ya ndugu. Mke ni rafiki. Sasa rafiki yako, iweje uone rafiki yako anaumia alafu wewe upo huguswi na maumivu yake? Anakupikia, ulishawahi hata siku moja kumwambia asante mke wangu? Anakufuria, ushawahi kumwambia hata siku moja mke wangu asante kwa kunifuria? Anakutandikia, anafanya usafi wa ndani, anakulelea watoto wako, anakukamatia mimba yako wewe, unatimiza haja zako kwake kwenye tendo la ndoa. Je, ushawahi kumwambia baada ya tendo la ndoa ukamwambia asante mke wangu, alhamdulillah, Mwenyezi Mungu, ukamwambia na dua, Mwenyezi Mungu akujalie moyo wa huruma na akuhurumie na yeye pia? Fadhali tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala, tusiwafanye wake zetu kama watumwa ndani ya nyumba. Wao hawajaja kwa ajili ya utumwa, wamekuja kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hofu ya Mwenyezi Mungu, kumhofu wao, hofu yao kwa Mwenyezi Mungu isikufanye wewe ndo ukageuka kuwa ndo unamuonea au unamnyanyasa, unamtenga, umjali. Hata ukirudi umeshindwa kikubwa, utashindwa hata kumchukulia hata tunda hapo, pela, ndizi, chungwa. Mke wangu, hichi nilichojaliwa, pokea. Jamani wanaume wenzangu, ndoa ni kitu ambacho adhimu. Utulivu hupatikana kwenye ndoa. Leo unaweza kuajiliwa wewe, lakini ukifukuzwa kazi nyumbani kukiwa na amani, wala huwezi kujali. Lakini unaweza kuwa umeajiliwa nyumbani hakuna amani, ajira yako nayo ikawa mashaka. Kwa sababu gani? Ndoa au mke ni kitulizo, ni pambo la nyumba yako. Haiwezi kuleta nuru nyumba bila kuwa na mke. Wengine mabachela au mkeo akiwa amesafiri au yuko mbali na wewe, unaweza kuchukua hata wiki mzima, ile neti yenyewe hujawahi kuitoa ndani ya nyumba yako. Tafadhali tuwahurumie wake zetu, tuwashukuru wake zetu. Wao nao viumbe, kuna wakati wanateleza. Tusichukue ndo nafasi ya sisi kujiona tuwa bora sana, wao wana mapungufu. La hasha, hata wewe unakosea. Muulize kwa taratibu. Mkeo ni rafiki yako, mkeo ni ndugu yako, mkeo ni mtu wako wa karibu. Litakalo kukuta ndani ya nyumba kabla ya mzazi wako, mkeo ndo anajua. Litakalo kukuta ndani ya familia yako, watoto wako, mkeo ndo wa kwanza kulistamilia. Hebu mfano mdogo, leo wewe unaweza kuja nyumbani, ulikuwa unazoea labda kuacha 20,000, 30,000 ya matumizi, ikaja ikapungua kiwango ikafikia mpaka 3,000 ukaacha mezani. Kuna baadhi ya wanawake wenye hadabu zao na heshima zao, sidhani kama watakuuliza hii hela gani, lakini watachokuambia, watakuombea dua, Allah afanye shifa. Yeye ndo anaenda kuumiza kichwa, we utakula nini, ufue, ufanye nini, maji, si mkaa, si vitu gani, watoto wako wapate riziki, kama wanaenda shule angalau hata hiyo 100, 200, 200 katika hiyo 3,000 ile iacha. Anafanya kazi wapi? Tumuogopeni Mwenyezi Mungu. Unakuja umekuta ugali na tembele, ugali na maharage, ugali sio na dagaa, unaanza kuwaka. Mboga gani? Chakula misiri hivi, sio na nini? Ulileta nini? Ulichoacha kina thamani na pesa ulioacha? Hebu muogope Mwenyezi Mungu. Kesho utaenda kujibu. Falijali kawamuna inna nisai. Mwanaume ni kiongozi wa mwanamke. Wewe ndo unatakiwa umtambulishe yeye, bana, hichi ndo nilichojaliwa, nivumilie mke wangu. Sio wewe ndo ufoke. Unamfokea nani? Unamfokea nani? Au nini faida ya kufoka? Chukua wewe sasa hiyo pesa, nenda kanunue hivyo vitu vinavyohitajika. Kama wewe utarudi hata angalau na vitu kadhaa. Unaweza kurudi huko mkaa huna, ukarudi huko chumvi hakuna, mafuta kula hakuna, umeenda kununua mchele, sio unga, sio pamoja na nyanya, sio na nini, hela imekata. Lakini yeye anajua kwamba nitaenda kuombea hata nyanya za 200. Nitaenda kuomba hata nyanya moja ya 100 ili mradi tu riziki ipatikane. Wavumilieni. Ukitoka hapo bado maneno hayo, ukija kitandani unataka
akutimizie haja zako, wakati umetoka kumkashifu muda si mrefu. Wewe mwanamke gani katika wanawake? Wewe mwanamke sijui na nini. Jamani, tumuogope Allah. Tutamjibu nini kesho? Mke na watoto na mali kwetu ni mitihani. Allah anatupima nafsi zetu, sio? Enyi mliamini, muogopeni Allah. Anatupima Mwenyezi Mungu. Sisi ni amili katika mafamilia zetu, ni viongozi. Leo hii wewe kiongozi ndo umekuwa ndo wa kuanza kuharibu nyumba yako, alafu nje wewe unajifanya msuruhishi mzuri wa familia yako, wa familia za watu. Wewe ndo unaitwa kabisa, mzee shekhe, njoo hapa, tumegombana mimi na mke wangu, tumegombana na ndugu yangu. Wewe ndo mpatanishaji. Ndani ya nyumba yako kuna kushinda, unaenda kujenga ukuta huko kwako kuna ufa, unashinda kuurekebisha huo ufa. Hivi kweli hiyo ni akili kweli? Allah atakuwa analizana. Na ndio maana kwenye dua zetu na sala zetu Allah anashindwa kutukubalia, kwa sababu kuna watu wanatunungunika, wake zetu ndani wanatunungunika, wanaumia ndani ya moyo, wanamsonono, wanasononeka kwa sisi kuwatimizia mahitaji yao kwa vile Allah alivyotuagiza. Jitahidi, hata Allah atakuhurumia, atajua huyu anajitahidi, lakini hali yake yuko dhaifu hali. Lakini usifanye kitu utafikiri wewe ndo umemuumba huyo, wewe ndo umemzaa huyo. Hata baba yake hajawahi kumwadhibu kiasi. Kitu kidogo makofi, kitu kidogo mpumbavu, wewe nenda kwenu. Au bahati mbaya Mwenyezi Mungu hajamjalia neema ya watoto, ya kizazi, basi ndo imekuwa masemango. Ndugu akizungumza basi na wewe ndo umesimama. Kweli anachozungumza mama sawa sawa, anachozungumza baba sawa sawa. Uzai wewe, wanazungumza dada zangu sawa sawa, ifi zako uzai. Sasa mimi nifanyeje? Wanaongea ukweli. Hivi kweli una akili timamu? Sisi binadamu kazi yetu sisi baada ya kupewa riziki, lakini mtoaji riziki ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndo anatoa riziki, sisi kazi yetu ni matumizi. Umetumiaje hiyo halmashauri yako? Sasa umepewa riziki, neema ya mke msikivu, mwelevu, mnyenyekevu, hebu basi msamini. Kama we kidume, basi pambana na umauti wako, sema mi sifi, kufuru hivyo. Lakini wewe ni nyama ya udongo, wakati utafika utakufa. Unalala na mkeo mpaka asubuhi, unashindwa hata kosa uliofanya pale kitandani ukasema bwana, mke wangu mchana niligombana, ni samahani. Yaani unaona utajisusha eti mimi nimuombe lazima mke wangu. Hivi kweli unamwogopa Allah Wana wenzangu, tubadilike jamani. Kama ana nia mbaya na wewe huyo mwanamke, basi mimi nafikiri hata leo hiyo hapo singefika, kwa sababu kula kwako yeye anajua yeye, kuvaa kwako yeye anajua yeye, la kufulia sio kufanya nini. Wewe unanunua nguo tunaleta, unapolala anajua yeye, maji unayokunywa anachota yeye, kama anaamua kukuwekea vitu vibaya. Lakini ana hofu na Mwenyezi Mungu, anakulea, anakuandalia kile ambacho umeleta. Basi kama mwenyewe jikoni ukileta upike. Hebu tumuogope Mwenyezi Mungu tafadhali. Nawahusia na kuihusia nafsi yangu, ipo siku ya mwisho, kila mmoja ataangaliwa kwa lile alilofanya, kila mchunga ataangaliwa kwa kile alichokichunga. Na sisi tuchunge familia zetu, tuwahimize familia zetu. Tunajaliwa kupata wake wema. Tusichukue hii methali ya kijinga eti kwenye miti hakuna wajenzi, kwenye wajenzi hakuna miti. Na wewe unajenga katika nafsi yako eti kwenye miti hakuna wajenzi. Nani alikwambia hivyo? Si ukaitafuta hiyo miti? Wewe mjenzi. Sasa kama wewe mjenzi, kwa nini usitafute hiyo miti ukajenga? Eti kwa sababu hakuna miti basi lala nje. Sasa kwa nini unaoa? Kwa nini unasumbua watoto wa watu? Hebu tuangalie tafadhali, tumuogope Mwenyezi Mungu. Wabillahi taufiki walhamdulillahi wa rabbil alamin. Tuyakubali, tuache mazoea, tufuate sharia inshallah.